Mkurugenzi wa zamani wa shirika lisilo la kiserikali la Ufaransa la Terre d'Asile, Sherifa Riahi, na wafanyakazi wake kadhaa walikuwa wametumikia kifungo cha miezi zaidi ya 20 jela. Saa chache baada ya kikao cha kusikilizwa kwa kesi hiyo, kamati ya msaada wa Riahi ilichapisha video yake akitoka gerezani usiku, ikitangaza wenzake pia wameachiliwa huru. Mahmoud Daoud Yakub wa timu ya utetezi ya Riahi ameliambia shirika la habari la AFP mahakama imetoa kifungo cha miaka 2 kwa washtakiwa waliokuwa kizuizini. Hukumu hiyo ilitolewa siku moja kabla ya hukumu kutolewa, huku Yakub akieleza hukumu iliyobaki inawahusu washtakiwa walio nje kwa dhamana. Kutokana na kukithiri kwa ukandamizaji wa haki za binadamu, Volker Turk, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu, amekemea vitendo hivyo. Haki za binadamu zisizo na ufadhili wa kutosha zimedhoofishwa, zinashambuliwa na bado zina nguvu, hazikatishwi tamaa na zinaendelea kuhamasishwa. Mwaka huu bila shaka umekuwa mgumu na uliojaa migogoro hatari. Wafanyakazi hao wa mashirika yasiyo ya kiserikali walishtakiwa pamoja na wafanyakazi 17 wa manispaa ya mji wa Swiss ambao walihusishwa kulipangisha shirika hilo. Washtakiwa 23 ambao walituhumiwa kula njama kwa lengo la kuwahifadhi au kuwaficha watu walioingia kwa siri wamekabiliwa na kifungo cha hadi miaka 10 jela. Mawakili wa utetezi wamedai washtakiwa walikuwa wakifanya kazi ya kutoa misaada ya kibinadamu chini ya mpango ulioidhinishwa na serikali kwa ushirikiano na serikali. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya watetezi wa haki za binadamu, Mary Lawler, alizisihi mamlaka kumwachilia Riahi na kumfutia mashtaka yenye utata. Washtakiwa walikamatwa mwezi Mei mwaka juzi pamoja na wafanyakazi wa kibinadamu wapatao 12, akiwemo mwanzilishi wa kupinga ubaguzi wa rangi Saadia Mosbah. Samira Ibrahim, FM.